Naita ni direct proportion, kwamba kimoja kikikubeba basi na kile kingine kinakubeba zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri wanafunzi mnaelewa hapo. Amen. Kwa sababu ya masomo haya mimi ningependelea mje na daftari. Kama huna daftari basi njoo na notebook. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah. Wanakuambia it is very important, kwamba ni kitu cha thamani sana kulifahamu neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu linaweza kukuletea ukombozi katika maisha yako, ukatoka katika hatua hiyo, ukatoka katika level ulionayo na ukapanda katika level za juu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Tunamhitaji Mungu, na ndio maana tunapomsikia Mungu tunamfuata. Ndio. Sidhani kama kuna mtu ambaye ana kiburi isipokuwa tu yule ambaye ameteswa na shetani. Kuna mwingine anaweza kusikia maneno ya uzima yasifanye mabadiliko katika maisha yake. Si kwamba ni yeye amependa, sio kwamba yeye amependa, isipokuwa tu ni shetani amefunga ufahamu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba analipokea neno ila kwa sababu amesongwa. Haleluya. Kwa sababu amesongwa na miba, amesongwa na shughuli, amesongwa na tamaa ya fedha, anasema wacha, mimi siwezi kwenda kusikiliza neno la Mungu. Hata akisikia mahubiri mahali popote yanasalia ndani, au anasema wacha mimi naendelea na biashara yangu, ni kwa sababu haijui kesho yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii mili ni majumba tu. Haleluya. Amen. Hii mili tunayoiona hii ni majumba tu, kwamba ipo siku wewe utaliacha wewe